pia tukae kwenye muktadha wa tukio ambalo lililotokea usiku wa tarehe 17 kwa kuzama kwa meli ya MV Jozani. Nini kilitokea? Asante, mimi naitwa Suleiman Abdullah Salim, ni kaimu mkuu wa kitengo cha uhusiano hapa Mamlaka ya Usafiri Baharini Zanzibar ZMA. Na kikubwa kilichotokea siku ya tarehe 17, tulipokea ripoti ya shida ambayo ilipata meli hii ya MV Jozani 2 ambayo ilikuwa inatokea Tanga, na meli hii ni meli ya mizigo na ilikuwa tayari imeshapakia shehena ya saruji kwa ajili ya kuleta Zanzibar. Lakini wakati wanaendelea na safari, imefika around saa 9 mpaka 9:30 usiku, wamefika eneo la Nungwi. Hapo ndo wakakutana na changamoto ya hali ya hewa kubadilika, ukawa kuna mvua kali kidogo na upepo, ndipo ambapo wakafikia maamuzi kwamba wabadilishe mwelekeo kidogo ili kwamba kuendana na ile hali ya mawimbi ambayo ilikuwa yanakisumbua chombo chao. Sasa wakati wanabadilisha huo mwelekeo, ndipo ambapo ile meli ilipata shida ya kubiruka, na baada ya hapo sasa ikawa ni kazi ya wao wenyewe kuanza taratibu za kujiokoa baada ya hali hiyo iliyojitokeza. Kwa hiyo kwa muktasari ni kwamba baada ya kutokea kwa hali hiyo, walichokifanya, bahati nzuri meli hii ilikuwa ina captain mmoja pamoja na mabaharia 11. Kwa hiyo kilichoweza kufanikisha ni kwamba wakati wanaendelea walikuwa tayari wameshavaa life jacket wote kwa ajili ya kujiokoa, na pembeni kulikuwa kuna meli ya kigeni ambayo ni meli ya mafuta. Akawa anaona ile hali ambayo inajitokeza pale eneo la Nungwi. Kwa hiyo akasogea. Baada ya kusogea, alichoweza kufanikisha ni kwamba aliweza kuwaokoa wale mabaharia kwa makundi mawili. Ilikuwa kuna kundi moja lilikuwa lina watu 4, waliweza kuwaona sehemu wamekaa tayari wakiomba uokozi, na wengine katika life jacket zile walikuwa pembeni zaidi. Akawa ameweza kuwafuata na akaweza kuwaingiza katika meli yake ile. Na kwa ujumla, kwa sababu idadi ya wao waliokuwemo katika chombo hicho walikuwa ni 12, alichoweza kufanikiwa yule mwenye meli aliwapata watu 10 na akaweza kuwafikisha moja kwa moja kwenye bandari ya Tanga. Na baada ya kufika Tanga, sisi Mamlaka ya Usafiri Baharini tuliweza kuwasiliana na captain wa meli ya Zanfast Ferry Zanzibar 3, Captain Mohamed, na akaweza kutusaidia kwamba waweze kupata zile huduma za kwanza. Na bahati nzuri wale wenye meli ya ile ya kigeni waliweza kuwapatia kidogo huduma za kwanza ili waweze kukaa vizuri, lakini walipofika pale Tanga, katika wale 10, watu 3, mabaharia 3 walikuwa wako vizuri bado, ila wao wawili kidogo hali yao ilikuwa haikuwa nzuri. Kwa hiyo ilibidi waweze kuwekwa vizuri, na tunashukuru baada ya muda mfupi waliweza kurecover. Na asubuhi yake sasa kulipokucha, ikabidi wasafirishwe na meli hiyo ya Zanzibar 3 kuelekea Pemba, sababu ndio ruti yake huwa inatoka Tanga inakwenda Pemba alafu inakuja hapa Unguja. Na baada ya hapo kwenye milango ya saa 9 wakaondoka pale Pemba na wakafika hapa Unguja kwenye muda kama wa saa 11:15 hivi, tukawa tumewapokea hapo ofisini kwetu kwa ajili ya kuzungumza nao na baadaye kuwaruhusu kwenda kuungana na familia zao. Kwa hiyo kwa muktasari ni kwamba mabaharia 10 tayari wapo wameshaungana na familia zao na wako vizuri, lakini hali ya mabaharia 2 bado tunaendelea kwa kushirikiana na wenzetu wa KMKM pamoja na kuna umoja wa manahodha wa vyombo vya uvuvi hivi kutoka Nungwi, lakini wako kutoka Bagamoyo na Pangani. Hao ndio tunaungana nao kwa ajili ya kuendelea kufanya search, kuwatafuta kama tutaweza kufanikiwa kuwapata hawa 2. Na katika hawa 2 ambao hatujawapata, mmoja ni captain wa hiyo meli ya Jozani 2
pamoja na baharia mmoja anaitwa Ikram, ndio ambao hatujawapata. Lakini cha kushukuru ni kwamba kile chombo chenyewe tayari kimeshaweza kuvutwa kutoka lile eneo ambalo lilikuwa tayari kimepata shida, na kwa sasa hivi tunavyozungumza tayari kipo Mombasa kwa ajili ya kuendelea na taratibu nyingine, na ameshajulishwa mmiliki ili sasa aweze kufika pale kwa ajili ya hatua nyingine za kukiweka sawa kile chombo. Kwa hiyo kwa muhtasari ni hicho ndio ambacho kimejiri, na hiyo ndio update mpaka sasa ambayo tunaendelea nayo.